Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Rais wa Tanzania sasa Daktari Samia Suluhu Hassan inakabiliwa na shinikizo jipya kutoka kwa Jumuiya ya Madola kufuatia maamuzi ya kundi la mawaziri wa jumuiya hiyo ya kuiwekea masharti maalum na ratiba ya siku 30 hadi 90 kwa ajili ya kutekeleza mageuzi ya kidemokrasia na kurejesha uhuru wa kisiasa nchini. Akizungumza wakati wa ziara yake rasmi katika miji ya Dar es Salaam, Dodoma pamoja na Zanzibar, mjumbe maalum wa kamati kuu ya Jumuiya ya Madola Mheshimiwa Daktari Lazarus Chakwera ambaye pia ni rais mstaafu wa Jamhuri ya Malawi alikamilisha tathmini yake iliyolenga kuimarisha misingi ya demokrasia, maridhiano ya kitaifa, uwajibikaji pamoja na utawala jumuishi kufuatia matukio ya changamoto mbalimbali zilizojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 30 ama tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025. Katika mfululizo wa mikutano yake ya kidiplomasia nchini, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa miongoni mwa viongozi wakuu wa serikali waliokutana na kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Daktari Lazarus Chakwera ili kujadili mwelekeo wa nchi katika masuala ya utawala bora na utulivu wa kisiasa. Mjumbe huyo maalum wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola alifanya pia mazungumzo na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi pamoja na makamu wa rais wa kwanza wa Zanzibar Othman Masoud Othman. Ziara hiyo ya kidiplomasia ilifanyika kufuatia maamuzi yaliyofikiwa katika kikao cha 71 cha kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola ambacho kiliangazia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwekwa rasmi kwenye ajenda kuu ya kundi hilo la mawaziri kutokana na hali ya kisiasa iliyofuata mchakato wa uchaguzi mkuu uliopita. Lengo kuu la jukumu alilopewa rais mstaafu wa Jamhuri ya Malawi Daktari Lazarus Chakwera ilikuwa ni kushirikiana na wadau mbalimbali wa kisiasa na kijamii nchini ili kuisaidia serikali inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kulinda na kuimarisha misingi mikuu ya Jumuiya ya Madola. Misingi hiyo inajumuisha kuheshimiwa na kulindwa kwa uhuru wa wananchi kukusanyika kwa amani, uhuru wa kujieleza pamoja na uhuru wa vyombo vya habari kufanya kazi zake bila kuwekewa vikwazo. Hatua hiyo ilihusisha pia kutathmini uwezekano wa kuamshiwa na kuanzishwa kwa jukwaa rasmi la mashauriano kati ya vyama vyote vya siasa nchini na kwa ajili ya kujadili na kufanya mageuzi ya kina katika mfumo wa uchaguzi pamoja na kuchunguza njia za wazi za jumuishi za kuendelesha mazungumzo ya kitaifa ya maridhiano na uwajibikaji. Zaidi ya hayo, kujadili njia ya kupatikana kwa katiba mpya. Pamoja na kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, viongozi wengine wa kitaifa Daktari Lazarus Chakwera alipanua wigo wa mikutano yake na kufanya mashauriano na spika wa Bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jaji Mkuu wa Tanzania pamoja na mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Mjumbe huyo maalum alikutana pia na msajili wa vyama vya siasa nchini pamoja na viongozi wa Tume ya Uchunguzi iliyoundwa kwa ajili ya kuchunguza matukio na matokeo ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025. Mikutano hiyo ililenga kupata picha kamili ya jinsi taasisi za umma nchini Tanzania zinavyofanya kazi na namna vinavyoweza kuimarisha uaminifu wa wananchi katika michakato ya kidemokrasia na utawala wa sheria. Katika kuendeleza tathmini yake ya kina kuhusu hali ya kisiasa nchini, Daktari Lazarus Chakwera alikutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa vyama vyote 19 vya siasa vilivyosajiliwa kisheria nchini Tanzania. Miongoni mwa viongozi hao wa vyama vya siasa alikuwa ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu ambaye anaendelea kushikiliwa na serikali kwenye gereza la Ukonga kufuatia matukio ya kisiasa yaliyotokea nchini. Mjumbe huyo maalum alikutana pia na viongozi wastaafu wa serikali, wabunge, mabalozi na
wawakilishi wa jumuiya za kimataifa, mashirika ya kiraia, watetezi wa haki za binadamu, viongozi wa dini mbalimbali, wawakilishi wa vyombo vya habari pamoja na makundi ya vijana na wanawake. Baada ya kukamilisha ziara hiyo ya kukutana na wadau wote wa kisiasa na kijamii, mjumbe maalum Daktari Lazarus Chakwera alipongeza utayari ulioonyeshwa na wadau mbalimbali nchini katika kushirikiana ili kuendeleza maridhiano ya kitaifa na kimataifa, kuhakikisha kuna kuwepo na uwajibikaji wa dhati kwa waathirika wote wa matukio ya kisiasa pamoja na familia zao. Katika maelezo yake ya mwisho, Daktari Lazarus Chakwera alibainisha kuwa nchi ya Tanzania chini ya utawala wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inahitaji kuchukua hatua za makusudi za kuimarisha imani ya wananchi katika taasisi zake za umma. Alisisitiza kuwa mchakato wa kujenga amani, ustahimilivu, utulivu wa kudumu na ustawi wa kitaifa unahitaji misingi imara wa nia njema, kuheshimiana, kujitoa kwa kweli, uwajibikaji pamoja na mazungumzo ya wazi na yenye lengo ya kujenga haki na maridhiano kupitia mfumo wa kidemokrasia ulio wazi na jumuishi. Taarifa na ripoti kamili ya mjumbe maalum Daktari Lazarus Chakwera iliwasilishwa kwa Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola ili kusaidia kuiunda na kuandaa taarifa rasmi iliyowasilishwa kwenye kikao cha kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola. Jumuiya hiyo ilithibitisha kuendelea kushirikiana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mwanachama muhimu na dhamana kubwa ndani ya familia hiyo ya kimataifa, kwani kuzingatia misingi ya ushirikiano wa karibu na kuheshimiana. Hata hivyo, kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola lilieleza kuwa serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inapaswa kuchukua hatua madhubuti za kurejesha uhuru wa kidiplomasia na kufuata ratiba maalum iliyowekwa ya siku 30, siku 60 pamoja na siku 90 ili kutekeleza mageuzi hayo muhimu ya kisiasa na kisheria nchini. Katika ratiba hiyo iliyowekwa na Jumuiya ya Madola, serikali inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan imepewa muda wa siku 30 kuondoa vikwazo vyote vinavyodaiwa kuwekwa dhidi ya uhuru wa kujieleza na kuendeleza mchakato wa kisiasa na kisheria unaolenga kuhakikisha kuachiliwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu pamoja na watu wengine wanaoshikiliwa kwa sababu ya kutumia haki zao kwa njia ya amani. Pamoja na sharti hilo la siku 30, serikali imepewa muda wa siku 60 kurejesha upatikanaji kamili wa majukwaa ya kidijitali na mitandao ya kijamii, huku ikitakiwa kusitisha vitendo vyote vya vitisho au unyanyasaji dhidi ya waandishi wa habari, wanaharakati na watetezi wa uhuru wa kujieleza nchini. Kipengele cha 3 cha ratiba hiyo kinasitaka mamlaka nchini Tanzania chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kuitisha jukwaa la jumuishi la mashauriano kati ya vyama vyote vya siasa ndani ya muda wa siku 90. Jukwaa hilo la mashauriano linatakiwa kujadili na kufikia mwafaka kuhusu mageuzi ya mfumo wa uchaguzi, kuweka mazingira sawa ya ushindani wa kisiasa, kushughulikia masuala ya watu wanaoshikiliwa, kusimamia uwajibikaji wa kidemokrasia na kutafuta njia za kurejesha imani ya wananchi na wadau katika taasisi za umma. Imeelezwa kuwa endapo hatua hizo zilizowekwa hazitatekelezwa kikamilifu ndani ya muda huo uliopangwa, kundi la mawaziri ya Jumuiya ya Madola linaweza kuzingatia kuchukua hatua nyingine zaidi zitakazojadiliwa pindi kundi hilo litakapokutana tena mwezi Novemba.